السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بالتنافس في الخيرات وحثهم على الإكثار من الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الأعزاء، بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكمتكيا رحمة kipenzi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi kuregesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa katuafikia kheri zisizohesabika. Miongoni mwa kheri ambazo ametujalia Allah subhanahu wa ta'ala ni kutujalia tupumua, ni kutujalia vilili vyetu ni vizima, mpaka tumefika sehemu kama hii, tumekaa kwa kutuama namna hii, ni kwa sababu ya siha na afya ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Ndugu zanguni, basi hakuna wasia ambao kwamba sisi wanadamu tunafaa kuhusiana zaidi wa wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuelekeza tuhusiane nao, ni wasia wa kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi twaomba tuchukue fursa kama hii tuhusiane juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kunakokupatikaniwa mafanikio ya kila aina. Leo ndugu zanguni, tumepanga kuja kuzungumza al-iktharu fil Islam. Al-iktharu inatokana na neno ya istakthara. Al-istiktharu inatokana neno istakthara. Istakthara yastakthiru istikthara. Istikthara ni masdar, maana yake ni kutaka wingi. Al-istiktharu ni kutaka wingi, lakini pia ina maana ya raghiba fi ziyada, kulembekeza, kutaka, kupenda kuwa na ziada. Tukizungumza al-istiktharu fil Islami ni kwamba kutaka ziada, kutaka wingi katika Uislamu. Wingi huu unaweza ukawa wingi wa mali, unaweza ukawa ni wingi wa watoto, unaweza ukawa ni wingi wa kila kinachokufikisha wewe katika hadhi ama katika cheo. Kwa hiyo kila ambacho kwamba tutakihitaji sisi kwa wingi, leo insha Allah tutakuja tukizungumze ama tukizungumza kwa namna ambayo kwamba yatakikaniwa kama Muislamu. Huku kutaka wingi kama Muislamu watakikaniwa utake nini na ni vipi, na ni vipi ujiepushe katika huko kutaka kwako wingi wa imma mali, wa imma watoto, ama imma kinacho kufikisha wewe katika hadhi ama katika cheo na katika kile kilele ambacho kwamba wewe mwenyewe wakitarajia. Tunaweza tukaafikiana ya kwamba kulingamana na maisha hivi sasa na namna ulimwengu unavyoenda, kila mmoja yakimbilia wingi, yakimbilia ziada. Na ima mtu amepata ziada, amepata wingi, ama yuko katika harakati za kupata wingi.
Tukija katika suala zima la kama Muislamu kutaka wingi, hivi ambavyo kwamba tutavitaka katika maisha yetu, ni lazima tuwe na muundo msingi wa kila jambo. Katika Uislamu unaruhusu mtu kutaka wingi wa jambo, lakini miundo msingi ni ipi katika kutaka hivi ambavyo kwamba tutavitaka? Ukisoma katika Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameenda akaweka kila jambo katika muundo msingi. Ukifuata mtindo huu na msingi kama huu, basi kufaulu kwako ni kufaulu kwa namna ambayo kwamba waridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, twaenda mbio hivi leo kutafuta maisha mazuri, kutafuta mali, kutafuta vyeo, kutafuta riziki kwa ujumla. Lakini tukizungumza tutasema twaenda mbio, tukizungumza tutasema tuhangaika, tukizungumza tutasema hatutulii. Lakini haya matamshi ikiwa yanatoka katika nyoyo zetu kwamba kutotulia ama kutoenda mbio, kutosumbuka hakupatikaniwi mafanikio, itakuwa hatufahamu muundo msingi wa kutafuta riziki ni upi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katuwekea muundo msingi. Msingi aliotuwekea katika kutafuta riziki si kwenda mbio. Ukisoma katika suratul Mulk kama sijakosea, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, yeye Allah ndiye ambaye kwamba amejalia kwenu nyinyi hii ardhi kuwa ni sahali, tunaweza tukatembea. Kwa hivyo famshu fi manakibiha, tembeeni katika shati za ardhi, tembeeni katika pambizo za ardhi, tembeeni juu ya ardhi, kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiwezesha ardhi kuwa tunaweza tukatembea. Wakulu min rizqihi, na mle kutokana na riziki yake. Kwa hiyo kutafuta riziki, muundo msingi wake si kwenda mbio, muundo msingi wake si kusumbuka, muundo msingi wake ni kutembea, kwa sababu kila riziki ya kila mmoja Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipanga na amekuwekea. Unachotakikaniwa wewe ni movement, ni kuharakika, lakini si kwenda mbio. Tunachukua neno la kwenda mbio tunaliweka mahali ambapo kwamba sipo. Tembea ukitawakkali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, utapata riziki yako kwa namna ambapo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupangia. Ukienda mbio pia vile vile utapata kile ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupangia, lakini umetumia muundo msingi ambao kwamba sio ule ambao kwamba umeagizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa ajili hiyo unaweza ukapata kile ambacho kwamba umekipata, lakini kwa namna ambayo kwamba haimridhishi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababu mbio siku zote humpelekea mtu hata kuvuka mipaka. Tunapoelekezwa namna ya kwenda mbio ni kuhusiana na maghfira. Ukifanya baya hapo hapo harakisha, nenda mbio katika kumwomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Katika ibada harakisha. Ukisoma katika suratul Jumaa, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Hii ni katika ibada. Kwenda mbio, kukimbia haswa ni pale Allah Subhanahu wa Ta'ala sema fafirru ila Allah. Kwa hiyo kila kitu ukisoma hizi aya utaona namna Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupangia kila jambo, muundo msingi wake kulifikia ni kwa namna gani. Ukitaka kupata wingi, ukitembea kwa kutawakkali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusababisha kile ambacho kwamba kitakufikisha katika riziki yako, basi utaipata kwa muundo msingi ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anauridhia. Na natija yako huenda usikie mipaka katika riziki yako utakayoipata.
Na katika msamaha uharakishe kuleta istighfari na kutubia kwa madhambi utakayofanya, ndio muundo msingi wake ukikosea. Na ikiwa ni jambo la kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la kupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakikaniwa ukimbie, ufanye haraka, uende mbio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, al-istikthar, kutaka wingi katika Uislamu. Tujue ya kwamba kutaka wingi katika Uislamu, kama tulivyosema mwanzo, ni jambo ambalo kwamba Uislamu umeruhusu na umeenda ukaweka mbinu msingi na yale ambayo kwamba yatakikaniwa namna ya kuyapata kwa huo wingi, kwa namna ambayo kwamba hayatakupeleka kombo kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo kwamba tumeagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Uislamu unatuelekeza ni katika ibadati, tuende mbio na tutake zaidi na tutake wingi katika ibada zetu tunazozifanya. Ndio utaona yeye mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiswali sana usiku, kwa sababu anachokiangalia ni kile ambacho kwamba amekitanguliza mbele yake kiwe wingi, kiwe kwa hali ya wingi. Kwa hiyo ibada ambayo kwamba itamfikisha yeye katika thawabu nyingi, katika rahma ambazo kwamba atazipokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada basi alikifanya sana mpaka miguu ikifura. Na Aisha akawa amuuliza, kwa nini ibada zako zimekithiri, wazifanya kwa wingi kwa sampuli kama hii? Bwana Mtume akamwambia, kwani nisiwe mja wa kushukuru? Pamoja na kwamba nimeelekezwa ama nimetangaziwa katika Qur'ani kwamba nimesemehewa makosa yaliyotangulia na makosa yatakayokuja, lakini nisiwe muda wa kushukuru. Tunapata hapa kwamba kumbe kuyaendea ama kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyafanye kwa wingi. Lakini si hilo tu, ibada, kuna ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuelezea, tuambia sabaqa al-mufarridun, wametangulia al-mufarridun. Bwana Mtume, masahaba wakamuuliza, mufarridun ni kina nani? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat, wale wakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wanaume na wale wakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wanawake. Hizi ni namna ama ni upande wa ibadati. Kwa hiyo ibadati tutakikaniwa sisi tutafuta ibadati kwa wingi, tuzitekeleze ibada kwa wingi, tuzitekeleze ibada bila ya kuchoka, ya kwamba leo nimesoma Qur'ani, nimetoa sadaka, nimeswali sunna, nimetekeleza faradhi. Bado tuzidishe katika kufanya wingi katika ibada. Lakini ndugu zanguni, wingi huu tutausikia na tutautekeleza, lakini malengo kabisa ni hapa kwa maisha. Je, turuhusiwa sisi kutafuta wingi wa maisha, wingi wa mali kwa sababu ya maisha yetu sisi na maisha ya watoto wetu watakaokuja baadaye? Naam, yaruhusiwa. Cha msingi ni muundo msingi na maksad yapatikaniwe. Leo hii wengi katika sisi tunafahamu ambao kwamba tunaweza kusema ina dosari, kwamba yoyote ambaye kwamba yuatafuta mali kwa udi na uvumba, ima akiyapata basi huyu mtu ana hatari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa mbio zake hizi za kutafuta mali ama harakati zake hizi za kutafuta mali, tunasema ya kwamba huyu mtu yapotea. Lakini si hivyo ndugu zanguni, mali yatakikaniwa tuyatafute tena sana, yatakikaniwa tuyatafute sana na tuyapate kwa wingi. Hivi ndivyo Uislamu unavyotuelekeza. Na ikiwa tumeyapata mali, basi tuhakikishe mali haya yanabakia mpaka katika wenye kuturithi. Tusiwe sisi tuna mali lakini watakaoturithi tuweke msingi wa kwamba mimi nilienda mbio nikayapata haya, na watakaokuja kunirithi na wao waende mbio kivyao.
wao pia watakikaniwa kile ulichokipata ukiwaachie, kwa sababu ni bora kwa wao. Mara nyingi tunaambizana ya kwamba fulani wale wanahesabu ngumu. Ndio, wanahesabu ngumu kulingamana na vile ambavyo kwamba watakavyoishi na watakavyotumia mali yao. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuelekeza ya kwamba tutafute mali na tutafute wingi wa mali. Tukitoka katika mgongo wa ardhi, tuwaache vizazi vyetu na warithi wetu wenye kujisimamia. Leo hii wapo wengi katika mayatima, wapo wengi katika wajane, wapo wengi katika familia, wapo watu ambao kwamba kabla ya kuondoka kwao watu walikuwa wakiishi vizuri. Hawa watu walikuwa wana mwelekeo mzuri, lakini yule ambaye kwamba alikuwa ana milki ya haya mali, alipoondoka yeye, sasa waliobakia nyuma hivi sasa wapata taabu. Kuna percentage kadhaa ambayo kwamba ya wajane na mayatima wanapata shida, lakini ukiangalia baba zao na waume zao pengine walikuwa ni watu ambao kwamba wana kipato kizuri, ni watu ambao kwamba walikuwa hawateseki, lakini hii leo wanateseka. Kwa sababu gani? Kwa sababu alitafuta wingi kama alivyoruhusiwa yeye Muislamu kutafuta wingi wa mali, lakini alipowapata mali hakuwa tayari ya kuwaekea msingi wale ambao kwamba wako nyuma yake, akiondoka yeye wawe na maisha mazuri. Angalia katika hijjatul wadaa, sahaba aitwa Saad ibn Waqqas. Saad katika hijjatul wadaa alikuwa mgonjwa sana, alikuwa mgonjwa kiasi ambacho kwamba yeye mwenyewe ilikuwa yadhania kwamba huu sasa ugonjwa huenda ukawa ndo ugonjwa wa kuondoka mimi katika huu mgongo wa ardhi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amfuata Saad ibn Waqqas kwenda kumtembelea, kumzuru, kwa kuwa yeye ni mgonjwa. Saad ibn Waqqas akawa amwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kutembelewa, sema, ya Rasulullah, mimi nina mali nyingi. Ani kweli alikuwa ni sahaba katika matajiri wakubwa katika masahaba. Amwambia, ya Rasulullah, mimi mali yangu ni mengi, kabla kuondoka, kwa sababu haya maradhi na hizi ndo maradhi yangu ya kufa, nataka nichukue thuluthi mbili ya mali niitoe sadaka. Bwana Mtume akamwambia, la, usichukue thuluthi mbili uzitoe sadaka. Kwa nini? Kwa sababu thuluthi mbili katika mali yako nyingi na wewe una kizazi. Saad ibn Waqqas amwambia, ya Rasulullah, mimi nina mtoto mmoja peke yake na mali zangu ni nyingi sana, nataka nizitoe thuluthi mbili. Bwana Mtume akamkataza, akamwambia, basi nitoe nusu ya mali yangu, nusu abakie nayo. Bwana Mtume akamwambia, pia ni nyingi. Saada amwambia, ya Rasulullah, basi niache nitoe thuluthi ya mali yangu kwa sadaka, itakachobakia lao nitaondoka, mtoto wangu atafaulu kile ambacho kwamba kimebakia. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, toa, lakini pia ni nyingi. Akamwambia maneno ambayo kwamba maneno hayo yanatujulisha ya kwamba na yanatuonesha ya kwamba ni bora kile ambacho kwamba wewe wakipata, malengo ikiwa ni maisha yako yaishi vizuri, uishi vizuri na familia yako pia ishi vizuri hata ukiondoka. Muundo msingi wa kutafuta mali kwa wingi. Bwana Mtume akawa mwambia, innaka antadhara warathataka aghniyaa khairun min antadharahum alayhi min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Amwambia, kuacha familia yako hali ya kuwa ni matajiri ni bora kwa wao kuliko kuacha maskini wakawa wanazurura na kuomba watu. Leo hii tutafuta mali na huenda wengi katika sisi tumeyapata. Huenda katika sisi ndani ya msikiti kama huu tuna kazi nzuri nzuri. Tupo watu tunafanya kwa county government, tupo watu tunafanya port, tupo watu tunafanya airport, tupo watu tunafanya kazi nzuri nzuri ambazo kwamba zatulia kipato kizuri, lakini familia yetu tutaiangalia vipi mbele tukiondoka sisi?
huenda tukaondoka wa kwanza. Wewe una mke, ukienda mke wako atakuwa mjane, mali yako uliotafuta kwa wingi, faida yake kwa yule utakayemwacha itamfikisha wapi? Una watoto, kile unachokifanya hivi sasa, ukiondoka katika mali yako unamwachia nini? Je, wamwacha kuja kuchangiwa msikitini? Je, wamwacha kuja kutafutwa mashirika ili wamsaidie asome? Uislamu unatufundisha ya kwamba tutafute wingi wa mali, wingi wa watoto, wingi wa mbinu za kutufikisha katika zile cheo na zile hadhi ambazo kwamba tunazitaka, lakini tujenge muundo msingi wa kutunufaisha sisi na wale ambao kwamba watakuja kabla yetu ama tutakaowaacha, ikiwa sisi ni wa kwanza wa kutangulia mbele za haki. Ndugu zanguni, haya ni katika khairi kwa namna ya kuwapata wingi, lakini kutafuta wingi pia kunapigwa vita. Vita vyenyewe ni vita vya nafsi, vita vya makusudio. Nafsi yako katika wingi unachokitafuta iko wapi? Makusudio yako katika wingi wa kile ambacho kwamba wakitafuta, katika ziada ya kile ambacho kwamba wakitafuta iko wapi? Ama makusudi yako yako wapi na nafsi yako iko wapi? Angalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa ameafikiwa ama amekosa bahati, tumie lafzi kama hii tu, amekosa bahati ya watoto wake kuwa hai, kila akizaliwa hufariki. Alipokuwa neema ambazo kwamba kipindi kama hicho mtoto alikuwa ni mali kubwa ama ni nguzo kubwa ya familia, Bwana Mtume ilikuwa akikoseshwa. Na yapo mengi ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikoseshwa. Walezi wake ambao kwamba walikuwa wakimlea vizuri waliondoka kipindi hata yeye ilikuwa hana mashiko mazuri ya kustawi katika mgongo wa ardhi na kupambana na hali ngumu ambayo kwamba yapitia katika maisha yake ya utume. Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria kwamba kuna mazuri ambayo kwamba amemwekea na amempa. Ukisoma katika suratul Kauthar, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia inna a'tainaka al-kauthar. Ukitafsiri, mufassirina wanasema, baadhi wanasema hakika yetu sisi Mwenyezi Mungu wasema kwamba tumempa Bwana Mtume Muhammad al-Kauthar khairi nyingi. Ukisoma katika mufassirina tafsiri ni nyingi, takriban tafsiri 17 au zaidi za neno Kauthar, kwamba Mwenyezi Mungu akisema kwamba tumempa Bwana Mtume Muhammad Kauthar. Kauthar ilikuwa ni nini? Lakini tafsiri ambazo kwamba zilisihi mbili ni kwamba Kauthar ni mto ambao kwamba uko peponi, na tafsiri ya pili ni kwamba ni birika ambao kwamba siku ya Kiyama, ama ni birika ambao kwamba watanyeshelezwa ummati Muhammad ambao kwamba wako nyuma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini tuje kwa neno hili wa Arabu Kauthar, Waarabu wanalichukulia vipi kwa maana? Waarabu Kauthar wanasema kila kitu. Al-Arabu tusammi kulla shay'in bi'adadin kathirin fil adadi wal qadri wal khatar kauthara. Waarabu wanaita kila ambacho kwamba ama kila kitu ambacho kwamba kina wingi wake ni wa idadi na wingi wake ni kwa hadhi ama kiasi, wanaita Kauthar. Kwa hiyo kwa tafsiri ya lugha ya Waarabu wanasema Kauthar ni kitu chochote ambacho kwamba kinapatikaniwa kwa wingi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kamtangazia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumpatia kingi katika kila ambacho kwamba ni khairi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatengeneza makusudio. Tafuta wingi, lakini makusudio yawe wapi? Nafsi yako uiweke wapi? Malengo yako na nia yako ifike wapi? Akamwambia fasalli li rabbika
wanhar. Tushakupa wingi wa kila khairi. Utakachokifanya wewe, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Angalia, baada ya kutafuta wingi ukapata wingi, ama katika utafutaji wako wa wingi, lakini umewekewa ya kwamba umsimsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wingi wa kile ambacho kwamba wakitafuta isiwe ni wingi ambao kwamba utakushughulisha wewe na yale ambayo kwamba umewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika majukumu yako wewe hapa ulimwenguni. Ndio ukisoma Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine asema alhaakumut takathur. Angalia, yalipogeuka makusudio na nafsi kuepuka malengo, Allah subhanahu wa ta'ala akadunisha wingi wa mali, wingi wa watoto, wingi wa kila ambacho kwamba kinaweza kuwa ni khairi. Akasema alhaakumut takathur, kumewashughulisha nyinyi kutafuta wingi. Soma katika tafsiri wanakuambia kutafuta wingi ni mali, kutafuta wingi watoto, kutafuta wingi ni cheo, kutafuta wingi ni kila ambacho kwamba kinakupandisha daraja. Hatta zurtumul maqabir, afika mahali kutahamaki, ushafariki uko katika makaburi. Kilichokushughulisha ni nini? Ni kwa sababu ya kutafuta wingi. Kwa hiyo wingi tunaruhusiwa tu utafute, ni mali ni chochote kile, lakini kisitushughulishe kikatutoa katika malengo ya kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala, kuna afanya ibada, kuwa na tabia nzuri. Tafuta wingi wako, lakini jali maslahi ya nafsi yako kesho akhira, jali maslahi ya nafsi yako kaburini. Na utaona Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma Qur'ani vizuri, kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amekejeli nyende zao, amewatangazia adhabu kwa sababu walitafuta wingi, lakini wingi ule ulikuwa katika maksadi yao ni maksad yaliyowashughulisha duniani kuliko akhira. Nafsi zao walijiepusha nafsi zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaweza tukapiga mfano katika Qur'ani. Ukisoma ndani ya Qur'ani, yupo bwana aitwa Qarun. Qarun huyu ni mmoja wa wafuasi wa Nabii Allah Musa, ni mmoja wa watu wa Musa. Hata ukisoma katika historia ni kwamba huyu alikuwa ni kijana wa mama mdogo na ammi ya Nabii Allah Musa, na hili imethibitisha katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yasema inna Qaruna kana min qaumi Musa, hakika Qaruni alikuwa ni miongoni mwa watu wa Nabii Allah Musa. Fabagha alaihim, lakini alivuka mipaka. Kwa nini alivuka mipaka kwa watu wake? Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala asema wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Asema Qaruni huyu tumempatia mali nyingi, tumempatia benki, tumempatia mali ambayo kwamba hazina yake inafungwa na funguo. Allah sema ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Asema zile funguo za benki yake, funguo za eneo la rasilimali yake ya mali yake yote, ni funguo ambazo kwamba uzito wake latanuu bil usbati ulil quwwa, inawatopeza, inawashinda jamaa tena wenye nguvu, ulil quwwa. Katika sherehe inasemekana kwamba ufunguo wake ulikuwa unabebwa na watu takriban 40. Soma katika tafasiri, latanuu bil usbati ulil quwwa, funguo peke yake ya hazina ya mali yake.
Lakini huyu bingwa Karuni alikuwa ni mtu wa kujigamba. Alichukua nafsi yake akaizamisha katika wingi wa mali ambao kwamba amepewa, na ni mtu ambaye kwamba hakuwa ako nacho mwanzo. Alifanya kumwendea Nabii Allah Musa kumuomba ya kwamba muombe Mwenyezi Mungu apate mali, akaombewa akapata mali, lakini tabia alichokipata akasahau kwamba nafsi yake ilikuwa wapi, akasahau malengo alichokipewa, akawa yojigamba. Akawa watu wake wamwambia la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin, amwambia watu wake wakawa mwambia usijigambe ndugu yangu, usijigambe, Mwenyezi Mungu hapendi watu wenye kujigamba. Akawaelekezwa wattaba wabtaghi fima ataka Allah, wabtaghi fima ataka Allah, aambiwa wewe zengea, tafuta kwa kupitia kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Tafuta nini? Nyumba akhera, tafuta makazi mazuri akhera. Umepata wingi, umeutafuta wingi ukaupata, tumia huo wingi kwa maksadi ambao kwamba ni ya kukufikisha pazuri kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaambiwa wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako duniani. Kwa maana ya kwamba una fungu duniani, wewe una watu wako. Wewe leo umepata wingi, watu wako waishi nao vipi? Je, wanufaika na wingi wako uliopata? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wema. Lakini haya yote hayakuwa katika makusudio ya Karuni. Akaichukua nafsi yake akaisahauzisha. Alichokisema, alisema nini? Alisema qala innama utituhu ala ilmin indi. Karuni alisema haya yote yametokana na ujuzi wangu, haya sijayapata bure, haya nimeyapata kwa juhudi zangu, kwa elimu yangu, kwa hikma yangu, kwa fikra yangu pana. Kwa hiyo sipangiwi, siangalii nifanye wema. Kwa nini nifanye wema na hii mahangaiko yangu? Ndugu zanguni, na ukisoma katika Qur'ani utapata mifano ni mingi ya watu ambao kwamba wametafuta wingi, lakini wingi kama ule wakajenga muundo msingi wa kupoteza kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia. Makusudio yakapotea kwa wingi wao, ikawa wametangaziwa ndani ya Qur'ani kwamba ni watu wabaya. Na sisi tusomeni ndugu zanguni, leo tutafuta wingi, tuna kazi nzuri nzuri, na kila siku tunatamani tupandishwe cheo ili tupate zaidi, sababu mwanadamu kila anachokifanya udhahiri wake sio kile anachokifanya, udhahiri wake ni kile ambacho kwamba kiko nyuma ya kile anachokifanya. Tuambiwa tusizungumze sana kizungu tukielezana, lakini ufahamu mzuri watu siku hizi mpaka utie neno la kizungu ndio wafahamu vizuri. Yupo bwana mmoja nimemsikia akisema si kitambo katika moja ya semina ambazo kwamba tunaenda, akituelezea mambo msingi ambayo kwamba yalikuwa ni manufaa ya kile ambacho kwamba tuelezewa. Lakini ningependa kusema kile ambacho kwamba amekisema, huenda tukafunguka hiki ambacho kwamba tukisema kwamba kile unachokiona ama kile tunachokifanya siku zote sio makusudio, ama sicho kile ambacho kwamba tukifanya kwa sababu kuna chengine ambacho kwamba kimefichika. Sisi wenyewe tukijua, kila mmoja yajua, bali insana ala nafsihi basira. Kile ambacho kwamba sisi tukifanya tukijua, hicho kiwe katika hali nzuri. Huyu bwana alisema the thing you see is not the thing is behind the thing. Yani kile kitu unachokiona sicho hicho kitu, ni kile ambacho kwamba kiko nyuma ya hicho kitu ndo kitu chenyewe. Kwa hiyo sisi tutafute wingi, lakini kila mmoja yajijua natafuta wingi
mali, natafuta ziada katika kazi yangu, natafuta wingi katika mahangaiko yangu. Makusudio ni wapi? Makusudio ni hifadhi nini? Makusudio nipate nini? Kwa namna yoyote utakaokuwa umelenga katika makusudio yako, lakini usisahau kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala. Cha msingi usisahau fungu lako duniani, lakini usisahau kwamba kuna hisabu siku ya Kiyama. Tumwombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wallahu a'lam bisawab.